constable. Tutamwaminishaje Mtanzania kwamba wanajeshi wako upande wetu sisi? Sisi tunatakiwa tutengeneze namna ambayo Mtanzania atatoka ndani bila kutegemea jeshi. Yaani kwa mtu yoyote ambaye amewahi kutoka, ametoka ground ile siku ya tarehe 29, tarehe 30 au tarehe 31 ambao wametoka, hawawezi wakakuelewa hata siku moja ukiongelea jeshi. Tena watakuona ni mtu wa ajabu na watakuweka pending completely, kwa sababu wanajua nini wamekutana nacho. Yaani huo ndio uhalisia. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuje na mbinu nyingine kabisa ambazo haziendi kushawishi watu kwamba wanajeshi wako upande wetu. Labda unaweza ukasema tutengeneze namna ambayo tunaweza tukalipasua jeshi kwamba wengine wawe upande wa serikali, wengine wawe upande wetu sisi, kwa kuanza kuwa convince kufanya vile vitu ambavyo tumekuwa tunavisoma kila siku. Lakini kusema hiyo inaweza kufanyika kwa sababu wanajeshi wamegawanyika kwa stage. Unaona yale maamuzi ambayo yanafanyika na watu walioko juu wanaitwa flag officers. Wale maluteni generali, majenerali, mabrigadia generali, wale ndio wanafanyaga maamuzi. Lakini wale wanajeshi wa chini kwanza wanalipwa mshahara mdogo, pia hawana sauti kwenye kufanya maamuzi, wanapelekeshwa na vitu vingine ambavyo wanapelekeshwa kufanya hata wao wenyewe hawavitaki. Na wao wenyewe huwa wanakuwa wanapinga kile kitu ambacho kinafanyika, lakini hawana sauti ya kusemea wapi wasemee. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kutengeneza namna ambayo wale wanajeshi wenye vyeo vya chini waanze kupingana moja kwa moja na wale ambao wako juu. Tutafute namna ambayo wao kwa wao wanaweza wakageukana, kwa sababu tumeshaambiwa kuna mpasuko kwenye jeshi la polisi, kuna mpasuko kwenye JWTZ. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuongeze chumvi kwenye kidonda. Yaani ule mpasuko wao uzidi ili wao wenyewe wageukane wao kwa wao. Kile ndio kitu ambacho sisi tunatakiwa kukifanya. Account inatuma gift yenyewe. Hii hatari. Unaona? Kwa hiyo kile kitu ndo sisi ambacho tunatakiwa tukifanye. Labda hapo nadhani hapo nimeliweka sawa. Manake hata mara ya kwanza nisema hivi vitu wagawanishe kati ya huku na huku ili waanze kuzozana wenyewe, ili watupe nafasi. Wakianza kuzozana wenyewe huku na huku watatupa gap la kuweza kuingia hapa katikati na tukatoka kwa nguvu moja na wazo likiwa liko kwenye usahihi. Yaani umeongea kwenye njia ambayo ndio maana nimekuambia mimi akili zangu darasa la 7 kuelewesha, kuipangilia pointi yangu mimi na iandaa vizuri pointi yangu, lakini inapoanza kuongea zile kuna vitu fulani hivi vinahama kichwani kutokana na najua mbumbumbu. Tusameaneni ili sasa tufike sasa kwenye malengo. Ndio maana nimesema tutafute wale wasome kurekebisha hapa katika hapa jeshi, tunarekebisha tunapata kitu. Unaona? Hii ndio wapo mmefafanua vizuri sana PFD nani kati kilimwengu. Haya changie mtu mwingine mawazangu alikuwa ni hayo. Hili swala la maridhiano ni hamna, ni la kufuta kabisa. Hamna maridhiano yoyote. Watoke katika nyadhifa walizojiweka kwa mtutu wa bunduki. Sisi tuchague vitu ambavyo tunavitaka. Tunataka katiba mpya, tunataka serikali ya mpito, lakini sio maridhiano ya mdomo tu. Kama hivi kusema sijui wanakaa hivi wanasema inabidi serikali sasa hivi kila sekta inabidi ikae makini, wajisimamie, wafanye vizuri sijui ni nani. Sisi maneno yao ya porojo sijui ya makonda hayo hatuyataki. Maneno ya wabunge hao haramu waliojiweka madarakani, watuone kuwa wafanyakazi wanafanya kazi vizuri. Sisi hao maneno yao hatuyataki. Ulaghai hatutaki. Tunataka watoke. Tusiwaone ni kabisa, tutaki katika hii nchi. Hatuwataki. Lakini wasije kutupelemba na maneno hapa. Hatuyataki. Vifo vya ndugu zetu, kuna picha zingine ambazo mimi mwenyewe sijaziona, lakini mtu kuja ukiziona mtu unakuja kusema hii serikali haifai paka muda huu kuwepo hapa. Paka anavyosema hivi haifai. Mwende katika Maria Sarungi, angalieni kuna picha zingine, yani mtu paka unasisimka. Unasema hawa ni Watanzania wenzetu, ukiachana kuwa wanajeshi na mapolisi. Je, hawa ni Watanzania wenzetu? Je, hawa ni binadamu? Si binadamu hawa kabisa. Na kama sio binadamu inabidi waondoke kwa namna yoyote ile, tuwatoe kwa nguvu zetu sisi zote. Tukisema sisi tuache hili tatizo litakuja kuwa kubwa zaidi ya hapa. Hao watu walokufa wataongezeka zaidi ya hawa hapa. Tusiwape nafasi, tusiwape chansi. Inabidi sisi tupambane nao kwa hali yoyote. Mtu mambo ya umuhimu tuliweka mumsifia rais.
Huyo rais ambaye haramu sisi tumweka eti unamsifia. Yani ni nchi wabunge wenyewe wahovyo walojiweka, basi hata kupretend hawawezi kupretend. Unajua kuna vitu vingine mtu pretend, basi hata kupretend hawawezi. Yani hatuwataki. Hata kwa maana mimi nasema katika vita tupige vita, katika vitu ambavyo tunataka tupige vita vikubwa. Tuanze hii serikali ya haramu. Wasitoke viongozi wa juu, hadi viongozi wa chini watoke. Kwa sababu hawa viongozi wa chini nao ni mafisadi, ni washenzi. Sisi tunakamatwa kutokana na hawa viongozi wa chini, wajumbe wa nyumba kumi, sijui wenye viti. Hawa ni washenzi. Wanaendekeza njaa kushinda utu. Mtu akipewa 200,000 sijui laki, anatoa information zako zote. Sasa hawa zoezi letu sisi tusimalizane nalo. Mtu una chansi, luka naye. Ukipata chansi, luka na mwenyekiti, luka na mjumbe wa nyumba 10, sijui hao nyumba 10 hatua kwa hatua, luka naye. Hamna chansi kuachia chansi hata siku moja. Kwa sababu hawa si binadamu wenzetu. Wangekuwa binadamu hawa, yani mimi nasema hawa si binadamu, wametufanyia vitu vya unyama. Vitu vya unyama kabisa wametufanyia. Na kingine jamani, tujitahidini tujilinde wenyewe kwa wenyewe. Tunahitajiana, mimi yani katika ombi langu kubwa, tujitahidini wana Gen Z, millennium, wazalendo, watu ambao tupo tayari kwa kukomboa hii nchi, tujitahidi sisi kwa sisi kulindana. Sisi kwa sisi kulindana. Na pia kama kuna mtu una ndugu yako anafanya kazi katika magari makubwa, au mtu ambaye unamwamini, ongea naye kutoka Kongo. Kuna vitu, au unaweza kunifuata DM, au katika hilo group tutakuwepo. Kuna vitu ambavyo wanatumia wenzetu huko Kongo ambao ni vizuri. Sisi katika harakati zetu tutakuja kuongea katika group ambao tutachaguana, ambao ilo ambalo Discord atauko itengeneza PFD, nitaongea zaidi kwa sababu hapa tupo watu wengi na tunavyosema hatuaminiani sana. Ila huko nitazungumza, kuna njia pia nzuri nitazungumza, ni mikakati ambao wenzetu Kongo kuna vitu ambao wamevitumia, inabidi sisi wenyewe pia tuvitumie. Asante host. Me here tonight. And that's what you ought to know. When all they want to calculate or they look at fucking education. If all they want to talk about winning, because people love competition. I don't like people. I deal with humans. We don't measure. We don't think. We look for life. Let her talk. Let her finish. You were just speaking. Okay? Go ahead, sis. Thank you so much, host. So, as I was saying, I think we are forgetting the core points here. It's not about fighting each other. I only wish we Africans in our respectful countries stand up to hold our governments accountable and really revisit the mechanisms, the structures, the policies that could really manage the balances and checks of the big elephant in the room that we're discussing on issues immigration. I will give an example in Tanzania and contextualize it in Tanzania. Last year's general elections, where almost 8,000 to 10,000 Tanzanians, youth, Gen Zs were killed. And guess what? The president, who swore herself with 97%, she says that it was the foreigners who came in to stir the demonstrations. And yet it wasn't typically true. It wasn't true at all. And she was alleging that it was Kenyans who entered Tanzania together with, is it Zambians and Mozambique, to stir the conflicts and the tensions as they were busy demanding for a new constitution and a free and fair elections. So in such a context, if citizens don't know any better, they'll be hating their neighbors for nothing. It will trigger some sort of interstate conflicts between neighboring countries and so forth. I do understand immigration is a big challenge, and I really hate it when immigrants enter a country and disrespect the rules and regulations or disrespect the locals and their cultures. That's a different ballgame altogether. And mind you, the same government, the same police and security officials don't even
hold them accountable, or some of them get away by going back to their home countries. There's not even an exit or repatriation agreement between some countries within Africa. So I really wish, before we even tackle fighting each other, we fight our same governments that mislead and divide us and rule us, for them to hold on to the autocratic natures. For instance, the shameful CCM that is using people to divide them. Now Zanzibar in Tanzania and mainland Tanzania actually want to break free because they're using the tactics of divide and rule. That's the same thing when we trickle it down to the geopolitics. We are fighting each other so that these people could hold on to power, and they're the people that are benefiting. That they're not even bearing the brunt of immigrants, of the normal mwananchi on ground, or normal citizen on ground who's having to scramble for a few Panadols, few medications, hospital accessibilities and so forth. So I think let us hold our governments accountable. And actually, matter of fact, as we're busy fighting each other, governments are borrowing lessons from each other in terms of holding into power. At least let us see the integration, the things that are weakening the integration within the East African community, that they're so much embracing only for their own benefit. But in reality, a Kenyan can't find employment in Tanzania. Only for them, they're using it from the benefit of sharing intelligence of any activists, any people who are criticizing them, to arrest them. You cannot run to Kenya, you cannot run anywhere, even in South Africa. For Tanzanians, it's not safe anymore for them, because guess what? The likes of ANC and CCM governments that are still holding on to power for so long are the same people that are still sharing intelligence. No place is safe for anyone. Today, we're on a safer side running to other countries, but it could be for you at that very moment, but you don't know what holds tomorrow. So I think it's about time we Africans honestly support each other in terms of making sure our governments are held accountable, and if they fail, we hold, because it trickles down. The same governments are the ones managing the AU, and the AU is just a shameful organization that is actually not a true depiction of what Africa is going through. I mean, if you guys visit Tanzania, for instance, Chinese are actually the biggest burden of Tanzanians. Chinese are actually prostitutes. The Chinese are selling groundnuts. Chinese are hawkers, and the same people who are coming with the umbrella of investment. Guess what? Competition, I'll contextualize it on prostitution, for instance. A Chinese charges $100. A local prostitution allegedly charges, a few shillings. And some locals will definitely invest whatever it takes to sleep with the Chinese. And that's how they're messing up economies. Even shops, even supermarkets. ShopRite closed, Checkers closed in Tanzania, and so forth. And so these international African chains, bigger chains and stuff for Chinese products. We are dying. The enemy actually is outside, who is dealing with top politicians, the elites, and we're actually fighting ourselves for mere things, and we're missing out on the bigger share of the pie. What does it mean to be an African? What does it mean to be a citizen of your own country? Let us don't fight ourselves. Let us fight the structural arrangements that these people are putting us into place, that is dividing us, for them to conquer forever. Or at least, for some countries in Africa, they're lucky to have a little bit of democracy. But for countries that don't have democracy, especially within the East African region, we are all co-authors to the predicament of where our continent is going to. So I just wanted us to remind ourselves our core values, the essence of Ubuntu, Ujamaa. If it's that, then let us support each other. And you, the foreigner who is going into another country, at least learn to respect the rules and regulations. Learn to be sensitive to cultures. Learn to avoid from committing crime. Because those are the things that are actually dividing us, and hence we start now fighting each other. Instead of fighting our governments to be accountable and to be true nationalism and patriots to their countries. Thank you. Because it really hurts and irritates. Thank you. My sister. Constable Kenya.